Hola, buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, soy Ewer Hamari, tu profesor de castellano, y hoy vamos a hablar una cosita que se llama frase hecha. Frase hecha es como en Swahili se llama misemo. Tutasoma leo misemo kama kama Kiswahili inavyozungumza. Kiswahili inazungumza misemo kila muda yani. Kwa hiyo misemo ni part ama ni sehemu ya lugha vile vile, kwa sababu ili uonekane mzuri uwe unazungumza tense vizuri, hizo accent zao zipate. Misemo ndo hiyo ni siri. Misemo ndo nasilikana sasa jamaa mzuri katika mazungumzo, kwa sababu bana jamaa yuko hivi bana, kwa sababu unawapata vile wanazungumza. Kama tujalie kwetu Kiswahili, kuna wazungu wanasoma Kiswahili, kwa hiyo anaweza kuwa mtu anasoma Kiswahili lakini anakutilia misemo bana hapa baada ya kubaba. Kwa mwenyewe nashangaa kwamba vile vitu eh tunatumia sisi Waswahili wenyewe tu. Kwa sababu kuna misemo official ambayo inaweza kuzungumza inajulikanwa kawaida, na misemo ya mitaani ambayo ya maskani. Kila maskani na misemo yao. Mara mtu kwambia bwana nitakutilia maguu kesho. Kwa hiyo misemo lakini sio official nitakufuata kesho, lakini tuseme misemo hiyo ya street watu wanaweza kusema ambayo yapo hata kwao, lakini zile official ambazo zinajulikana ambayo ndio tunazosoma sisi. Hizo za mitaani pia ukizipata sio mbaya. Kwa hiyo hata wazungu pia wanafuatilia Kiswahili kwetu sisi, wakati tunazungumza hivi. Kuna wazungu ambao wanaishi hapa kwetu Zanzibar au Tanzania, anakaa paja na kanungu, utakuta anazungumza zile Kiswahili wanavyozungumza watu wa kule na huku. Wanakaa mjini wazungumza, kuna wengine nasoma general kwamba anajua kuna hivi. Kwa misemo ni part of your lugha yani. Tukienda mbele na darasa letu tunaanza na misemo. Misemo iko mingi, kwa hiyo sisi tutazungumza michache, isipokuwa mtu akihitaji zaidi anaweza katika comment akataka msemo gani nini, lakini sio misemo unataka wewe wa Kiswahili umeenda hivi tena kule kwa Kiswahili kwa unataka uende vile vile. Wao na misemo na sisi na misemo yetu, lakini mengine inalingana, inalingana. Kwa mfano tunazungumza masbale pájaro en mano que estén volando. Hizi kwanza katika lugha unaposoma utasoma conjugation za tense. Unaweza kusomeshwa vitu hawa wanakula maneno wanaita come palabra, kama mtu hamalizi maneno au anakata maneno kwa bwana si claro yo hablo español hablo español si hablo fenomenal, yani zile anapokata maneno. Lakini zile tabia zao ama tunasema urembo wao katika kuzungumza, sisi huo unakuwa hatuwezi kusomesha, kwa sababu kawaida unaupata mwenyewe pale unapoenda kuzungumza na mgeni. Ila kuwa nao muda mwingi unakopi tabia zao vipi wanazungumza, lakini cha kusoma wewe ni conjugation. Ingaje mwanzo utaanza kuzungumza tu hablo español y bueno hemos pasado, ingaje wanasema pasao hizi wanapokula maneno wanapotamka maneno unaweza ukasoma, lakini zile bueno forma zao utakuta bueno sí claro hablé español, sí bueno si quieres hablar conmigo bueno se puede hablar en español, ¿entiendes no? Claro, eso unakuta claro sasa hizi tabia hizi unakuwa unazikopi mwenyewe baadaye unapokuwa unazungumza nao wageni au unapokuwa nao muda mrefu, lakini hizi si za kusoma. Za kusoma hizi tense labda ufahamu Amerika Kusini anazungumza vipi, wa Spain anazungumza vipi anakula maneno haya, ndio kwa sababu neno zalizaliwa ukafahamu jingine kumbe na maana nyingine. Unafahamu mfano pescado pescado samaki, sababu kuna pes na pescado. Pes yani samaki alikuwa mzima yuko baharini, pescado ambaye amevuliwa, kwa hiyo utasikia pescado ile do pescado. Tumesoma matamshi ambayo hizi wanapokula maneno. Kwa hiyo utakuta pasao wanaweza kusema pasado, wanasema pasao. Unafahamu? Kwa hiyo hizo tunaachana nazo, tushazungumza nyuma. Cha kusoma ni tense, conjugation vizuri, kwa present, kwa past, kwa nini usichambue vizuri, na hii misemo na vitu vingine, lakini mada hayo utakopi mwenyewe unapozungumza, na haya ndio yanakufanya uonekane jamaa mzuri anazungumza Kispeni kama wenyewe au kuko hivi. Okay, tukiachana na hapo vámonos wenzetu. Okay, tumesema más vale pájaro en mano que cien volando. Yani más vale pájaro en mano que cien volando, yani tuseme bora
ndege mmoja leo naye mkononi kuliko 10 au 100 warukao. 100 volando, 100 warukao. Yani hii ina maana kwamba ukisema tujali kama uko na mke wako unapita au mjomba wako, lakini kule kapita mtu mwingine mwanamke mwenye maungo kashiba katokeza nini kulos kwa hiyo unaweza kusema ukatupa jicho kule mtu au mkeo akakwambia masbale bahari mano kisengo lando, ni bora ndege moja ilikuwa na mkononi kuliko 10 warukao au 100 warukao. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba nadhani ushafahamu msemo unaosema bana, bora kwa wewe ulikuwa naye kuliko au wengine wapita njia eh. Kwa hiyo unaweza kusema hivyo, si lazima kusema msemo kwa huo msemo huo ukabezi kwa wao kwa kuhusu mkeo au kuhusu nini. Inaweza kuwa hata kazi, yaani umepata kazi unalipwa shilingi 700 au 1000 kwa siku mfano lakini akamwambia mtu kule kuna kwa wiki unapokea 2000, hii unapokea 1000, kuna kazi kule 2000 lakini baada ya siku 3 au siku 4 hii kila siku unapokea 1000. Kwa hiyo unaweza kusema masbali bahari mano kesen volando, yani bora ndege moja ilikuwa na mkononi kuliko 100 warukao, kwa sababu hii unapata kila siku zile nyingi. Tena wapo tupo wingi watu kama hivyo unakuta kile kitu ambacho unakipata kila siku unaona thamani yake ndogo, kile kule kikubwa kumbe kile kile mpaka mpigie simu bwana leo kuna tenda mnaenda. Lakini hilo kwa kila siku jale kama kuna kwa chips au na vibanda za chips unamenya batata unapewa shilingi 1000, kule kuna kazi ya 10,000 lakini baada ya wiki tena mpaka mpigie simu. Au tujalie mteja wako yule ambaye kila siku ananunua chips moja haina mshikaki haina chochote, ananunua chips na kuondoka, lakini kila siku lazima aje kununua. Au anakuja mtu mwingine tuseme ananunua chips kuku si madegani kibao ananunua, inapita wiki siku moja tu. Kwa yule mteja wako yule kwa mdharau wanunua 2000 kila siku. Kwa hiyo unaweza kwa hapo ndio kutumia masbale pakaro mano kisengo lando bora ndege moja ilikuwa na mkononi kuliko 100 warukao. Okay, unaweza kusema masbale tarde que nunca. Masbale tarde que nunca, yani bora kuchelewa kuliko kutokufika. Yani jali kama dereva Honda gari baskeli mbio zimekolea, anakuambia bwana masbale tarde que nunca yani bora tuchelewe lakini tufike, mfano kama hiyo. Kwa tuseme mara bana haraka haraka na baraka sina, yani nisemo kama hivyo tunazungumza kila siku na wao kila siku wanazungumza. Unapozungumza hii unaonekana vile vile ni lugha. Hii ni siri ambayo wengi hawajui. Lugha sio conjugation za tense tu. Kuna haya mambo kama haya pia ndio yanachangia sana, na haya ndio naweza kutusema nambari 1. Ukishajua tense basi hii nambari 1 inakuwa katika lugha. Masbale tarde que nunca, bora kuchelewa kuliko kutofika. Unaweza kusema nyingine ukamwambia mtu mfano anapita mwandazimu, kwambia yule chizi au yule mwandazimu, lakini ukamkata ukazungumza mtambo, umefahamu umeficha mtambo. Kwa hiyo hata wao wanaweza kusema esta loco ni chizi, el esta loco yani jamaa chizi, lakini ukakata yani el esta loco ni yeye ni mwandazimu au ni mwandazimu, lakini vile vile unaweza kukata ukasema mtambo. Unaweza kutumia masbal samani, unaweza kusema está mal de la azotea, está mal de la azotea, yani estar hapo mal unaweza estar una mal de la azotea. Azotea ni sehemu za juu, yani hata kuanzia kwenye kichwa ni azotea. Kwa hiyo kama juu mbovu huyo, yani ndo mtambo huo, umefahamu. Wao ni msemo kama hiyo, ni sehemu iko mingi. Au wengine za kuambia bueno todo que se mueve en la cazuela, yani kila kinachotikishika kwenye dishi, kila kinachotikishika kwenye dishi. Yani huu msemo maana yake kwamba mfano nakula muhogo, tú comes mandioca no, sí bueno sí claro yo como, yo no como, bueno a mí bueno todo que se mueve en la cazuela, mimi bueno todo que se mueve en la cazuela, kila inatukishika kwenye dishi, yani mimi nakula kila kitu sichagui. Ndio maana yake kama bueno kama Wachina wanakula sio koa, wanachukua hawa wanakula chura, wanakula nyoka, wanakula nini mbalimbali. Bueno los chinos bueno todo que se mueve en la cazuela wanakula kila kitu kinachotikishika wao wanakula. Kwa hiyo misemo iko mingi, sasa unaweza kuuliza katika comment hapo kwa kupata misemo mingi, kwa sababu hapa katika
YouTube, tutafanya michache tu. Kwa hiyo ndio kusema más vale pájaro en mano que cien volando, más vale tarde que nunca. Está mal de la azotea, todo lo que se mueve en la cazuela. Kuna mingi mengineyo pia vile vile mnaweza mkaniuliza nataka akaipata kwa kutumia simu au kwa comment. Ipo mingi tu nisemo, lakini kama ninavyozungumza, jitahidi conjugation uzijue vizuri, future past present, yani lugha kila siku isome. Baadaye tena unakuwa unasikiza redio au unatazama TV kama unazo channel zako, lakini sasa hivi pengine kwenye redio sipate au kwenye TV sipate kwa sababu kuna muziki yake, lakini katika simu tumerahisishiwa, unachukua hapo tu vile unaandika katika Play Store, unaweza kuandika mfano Radio España, Radio Venezuela, Radio wapi. Kwa hiyo unaweza kupata nyingine zina muziki tu, nyingine ziko za taarifa zinazungumza. Kwa hiyo pale mimi nashauri kila ambaye anasoma lugha download katika Play Store pale, andike Radio España, kwa hiyo zitakuja radio nyingi za Spain. Kwa hiyo unacheki hapo, na hizi sehemu zote muziki unaachana nayo, unakuja nyingine bwana tuongelea kati tunazungumza taarifa habari manini. Kwa hiyo hiyo kama utasikia wanapozungumza mada yao, ingaje wengine kwa vile mnaanza itakuwa ni ngumu, lakini baadaye inakuwa laini, kwa sababu pale ndio utapata wao vipi wanazungumza. Bueno chicos, gracias por todo, y si quieres preguntarme, bueno, pregúntame ahí abajo, niandikie, nitumie message, naweza kujibu. Na kwa vile wale watu wengi waliambia kuhusu practice nini wanataka, au ambao wanaanza kuinuka pia wanaweza kunipigia tukaongea tukazungumza, kwa sababu wengine wako mbali, wako bara, wengine wako visiwani, wengine wako ndani ya Spain, hapo wapi, sababu wapo ambao wako Spain na somesha kwa usiku kwa online. Kwa hiyo mtu akitaka anaweza kunipigia. Mimi sana muda wangu wa kupigiana kwa simu usiku fresh, tunaongea saa 2, saa 3, saa 4, 5, 6 mpaka 7 naweza kuongea. Kwa hiyo gracias por todo, adiós.